kumrudisha Roho wake. Na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma Mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kila akirie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake, naye ndani ya Mungu. Nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni pendo, naye akaaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Kwa katika neno hili tunayo tafakari kuu, na hili neno tumeliona kwamba linaongea ule ukweli mkuu kwetu sisi ambao Mungu anataka tusikie kwamba Mungu ni pendo. Na hii inaonyesha kwamba kila kitu Mungu anachofanya huongozwa na upendo wake alionao kwetu sisi wanadamu. Yaani kitu chochote Mungu anachokifanya ni kwa sababu ya ule upendo wake alionao kwetu sisi wanadamu. Ni kwa nini? Yeye alituonyesha upendo huo tungali wenye dhambi. Alituonyesha upendo huo kwa kumtuma mwanae wa pekee Yesu Kristo ili tuweze kupata uzima wa milele kupitia yeye. Na Yesu Kristo aliweza kutii, akaja kwetu, na hakika kwa vile ambavyo amenyenyekea mpaka mauti ya msalaba, ameweza kutusaidia sisi kupata lile patanisho na Mungu wa mbinguni, ule upendo uliopotea kwanza kwa dhambi, akatupa patanisho, akatufanya kuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo tunapomkiri yeye, tunapojua kwamba yeye ni mwana wa Mungu, ametumwa kwa ajili yetu, tunapata ile neema ya ule wokovu, na Mungu anaachilia Roho wake Mtakatifu kutusaidia, anakuwa anakaa ndani yetu na sisi tunakaa ndani ya Mungu. Kwa hiyo kwamba sisi tunafanyika upendo, Mungu anafanyika upendo ndani yetu, na sisi tunafanyika upendo hata kwa wengine, kwa sababu Mungu ni pendo na anakaa ndani yetu. Kwa hapa tunaona upendo wa Mungu si maneno tu kwamba anatupenda wanadamu, lakini ni tendo la kujitoa, kwamba alimtoa mwanae wa pekee. Hivyo basi mtu anayemjua Mungu kweli lazima pia aonyeshe upendo huo kwa wengine. Yaani mimi nina jukumu la kuonyesha upendo kwa wengine. Wewe mwenzangu una jukumu la kuonyesha upendo kwa watu wengine. Kwa hiyo ule mstari wa 16 unatukumbusha kwamba anayekaa katika pendo ukaa ndani ya Mungu na Mungu ukaa ndani yake. Kwa kumbe mimi nikiwa na upendo wa kweli, nimekaa katika pendo, ninakaa ndani ya Mungu na Mungu anakaa ndani yangu. Kwa hivyo upendo unakuwa ishara ya uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu.